Sasa ile nafasi ambayo inayoenda kukaa ile shikeli ya kwanza, pale inapokwenda kukaa ndio nyumba ngapi? Ndio nyumba ya kwanza. Nitakupeni mfano nimeshazalisha zile umahati. Sawa? Nimezalisha zile umahati. Natoa mfano nimepata katika kuzalisha umahati nimepata shikeli hii. Sawa? Nikapata shikeli hii. Sawa, nikapata shikeli hii. Sawa, halafu nikapata shikeli hii hapa. Sawa, nimezalisha, nimetafuta zile, nimepiga bao langu kutafuta zile shikeli 4 za kwanza ambazo ndio mahati. Sawa, nikazipata ni hizi hapa. Sawa, nikazipata ni hizi hapa. Kwa hiyo sasa hizi ni shikeli, hizi ni shikeli. Sasa natakiwa nitafute nyumba 16 zinazotokana na nini? Na shikeli 16. Kwa hiyo sasa pale itakapoenda kukaa shikeli ya kwanza, pale ndio patakapoitwa nyumba ya kwanza. Kwa mfano nimepata kutafuta umahati ya kwanza ni hii, ya pili ni hii, ya tatu ni nne ni hii. Sasa nazipanga hapa kwamba hii ndio ya kwanza. Sawa, kwa hapa ilipokaa hii ndio nini? Ndio nyumba ya kwanza. Ndio nyumba ya kwanza. Lakini hii imekaa hapa. Sawa? Kwa hapa hii shikeli ilipokaa ndio nyumba ya pili. Sawa? Shikeli ya tatu ni hii hapa. Kwa hapa ndio nyumba ngapi? Ya tatu. Shikeli ya 4 ni hii hapa. Hapa ndio nyumba ya 4. Si tumeelewa vizuri? Sasa kama hii ndio hii hapa ndio mpaka hapa ndio nyumba ya 4. Nyumba 5 iko wapi? Nyumba 6 iko wapi? Nyumba 7 iko wapi? Ndio maana akasema pale unapopiga bao lako, sawa, huzalika shikeli 16. Kwa hiyo pale litakapokaa lile umbo la kwanza ndio itakuwa nyumba ya kwanza. Kwa maana hiyo sasa, kama ndivyo ndivyo na tumeshapata shikeli 4, maana yake shikeli ya 5, sawa, tutachukua hii 2 1. Kwa hiyo hili ni umbo, limezalika umbo tayari. Kwa hapa lilipokaa, kwa sababu tumeishia kwenye nyumba ya 5, kwa hiyo hapa ndipo tupata kwa nini nyumba ya 5. Hali kadhalika mpaka nyumba zote 16. Hii ndiyo maana ya haya maelezo ya kusema kwamba nyumba sio shikeli na shikeli sio nyumba. Akasema nyumba hupatikana pale ambapo unapopiga bao lako. Sawa? Unapopiga bao lako la ramli huzalika shikeli 16. Sasa ile sehemu ambayo itakayoenda kukaa shikeli ya kwanza, pale itakapoenda kukaa shikeli ya kwanza ndio inakuwa nyumba ya ngapi? Ya kwanza. Na pale itakapoenda kukaa shikeli ya pili ndio inakuwa nyumba ya pili. Sijui tumeelewana vizuri eh? Anaendelea anasema na umbo lenyewe lina maana ya mfumo wa mpangilio wa fardi kwa maana nukta 1 na zauju kwa maana nukta ngapi? 2, na lina alama maalum. Sawa? Hapa pia tupaweke vizuri. Hapa pia tupaweke vizuri ili na penyewe tupaelewe. Bado tupo katika sehemu yetu hiyo ya kwanza walimu.